Nini maana ya nyoka wa shaba? Kwenye Biblia nyoka mara nyingi huwa hawakilishi mambo mazuri, si ndio? Nyoka huwa anawakilisha mambo mabaya. Mara nyingi nyoka huwa anawakilisha shetani, kama tunavyoona kwenye kitabu cha Mwanzo 3, si ndio? Nyoka lakini pia huwa anawakilisha nini? Huwa anawakilisha mitego ya shetani. Nyoka huwa anawakilisha magonjwa. Sumu ya nyoka huwa inawakilisha mashambulizi ya adui. Kwa hiyo utaona kwamba kwenye Biblia sehemu nyingi wametumia nyoka kama shetani pamoja na kazi zake, pamoja na uharibifu wake. Lakini nyoka wa shaba anamaanisha nini? Kipindi Yesu anaongea na Nikodemo, kipindi Nikodemo alikuwa anauliza kuhusu swala kuzaliwa mara ya pili, Yesu akamwelezea, akamwambia kwamba kama jinsi ambavyo Musa alimuinua nyoka wa shaba jangwani ili watu waweze kupata uzima watakapomtazama, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa ili kila muamini awe na nini? Na uzima. Maana yake yule nyoka wa shaba ilikuwa ni tukio la kinabii ambalo lilikuwa linawakilisha kazi ya Yesu msalabani, ambayo itakwenda kuleta uzima kwenye maisha ya watu. Itakwenda kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye matokeo ya dhambi ambazo walizozifanya. Na ndio maana kitabu cha Wakorintho wa pili akasema kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi. Asiyejua dhambi alifanyika nini? Dhambi kwa ajili yetu sisi, ili tuwe haki ya Mungu katika yeye, katika Kristo. Ndio maana ile nyoka haikuwa hai, ilikuwa ni nyoka lakini haiko hai, imetundikwa. Maana yake dhambi ilihukumiwa wapi? Kwenye msalaba. Kwa yule nyoka hakuwa hai, ila alikuwa analeta nini? Uzima. Kwa sababu tayari mwanadamu amefungua mlango wa kuumwa na nyoka kwa sababu ya dhambi. Lakini Mungu ameshatengeneza suluhisho kupitia nani? Kristo Yesu. Tumchapie Yesu makofi na vigelegele. Sasa naposema kumtazama nyoka wa shaba, kuna mambo matatu ambayo nataka tuyafahamu. Jambo la kwanza ni kutubu na kumgeukia Kristo. Yohana wa pili 2:2. Maandiko nasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Ndiye nini? Kipatanisho. Haleluya. Kutubu na kumgeukia nani? Kumbuka nimekwambia kwamba wale nyoka wenye sumu waliruhusiwa, sio kwa sababu Mungu aliwachukia wale watu, ila ni matokeo ya dhambi ambao walifanya. Wakaruhusu mlango wa kuumwa na nyoka, ambao huyo nyoka aliyekuwa na wauma ilikuwa ni nyoka wa mauti moja kwa moja. Kama jinsi ambavyo mshahara wa dhambi ulivyo nini? Mshahara wa dhambi nini wapendwa? Mauti. Mauti ya mwili na mauti ya roho, jehanamu ya moto. Nikasema kwamba Mungu hakuwaondoa wale nyoka, ila alimtengeneza nyoka wa shaba. Kama wakati ambapo shetani Mungu hajamuondoa, sawa? Na shida hajaziondoa duniani, shida zitaendelea kuwapo. Ila katikati ya shida na katikati ya dunia ambao shetani anatawala, kamleta nani? Yesu. Unaelewana? Ili awe upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini Mungu alimwambia Musa kwamba itakuwa atakaye mtazama. Manake sio kwa sababu tu ile nyoka alikuwepo pale ndipo alipona. Itakiwa mtu ageuke, afanyaje? Manake ilikuwa ni ishara ya toba kwamba hao watu wamefanya dhambi, inatakiwa afanyaje? Watubu, wamgeukie Mungu. Kuna mambo ambayo yanaingia kwenye maisha ya mwanadamu kwa sababu mwanadamu amefungua mlango wa nini? Wa dhambi.
Naelewa na wapendwa? Kuna shida, kuna taabu ambazo huwa zinaingia kwa sababu mtu amefungua mlango wa nini? Wa dhambi. Kwa jambo la kwanza, anatakiwa mtu amgeukie nani? Kristo. Aamue kufanyaje? Kutubu. Halo? Tuko pamoja watu wa Mungu? Unajua siku hizi sisi wa Kristo tuna shida moja. Mtu anaweza akatoka hapa, sawa, akapotea huko mtaani, akata mwaka mzima haonekani kanisani, alafu anakuja narudi. Biblia inasema kwamba huko nje wapo nini? Mbwa mwitu. Usifiki kwamba wale nyoka wapo kule jangwani. Hao nyoka wapo mpaka leo. Kwa hiyo mtu anaenda huko, akishapigwa anakuja kanisani. Tumeanza kumfanya Mungu kama bibi, kwamba ukimkumbuka unaenda kipindi cha sikukuu. Mwambie mwenzako unafanya mchezo wa hatari. Utubu kuanzia leo. Maisha nje ya ulinzi wa kimungu ni maisha ambayo ni hatari sana. Ni hatari sana. Usione hao watu ambao hawamwamini Mungu wanaishi hivyo hivyo, hawaendi kanisani, ukadhania kwamba wana usalama. Wanaishi maisha hatari sana. Wengine wapo kwenye maagano makubwa ya hovyo, ya kutisha, hawajui wanatokaje. Kwa leo natakiwa uamue kutubu. Jambo la pili, naposema kumtazama nyoka wa shaba ni kumtegemea Yesu. Mwambie mwenzako kumtegemea Yesu. Tunamaanisha kumtegemea nani? Yesu. Kuokoka ni kitu kimoja, kumtegemea Yesu kwenye wokovu ni kitu kingine. Sawa? Mtu anaweza kawa ameokoka kabisa, lakini maisha yake anategemea akili zake, anategemea mali zake, anategemea ujanja wake. Nikwambie kitu, watu wengi, sawa, wakiumwa na nyoka huwa wanaanza kuangalia nini? Ile sehemu ambao wameumwa, na kusikilizia yale maumivu ya yule nyoka kabla ya kumtazama nyoka wa shaba. Na ndio kicho wafanya wale wengine wafanyaje? Wafa. Maana yake watu wengi, kuna vitu ambavyo vikianza kuwashambulia wanaanza kuangalia nini? Yale matatizo ambayo yanawashambulia. Wanaanza kuangalia vitu ambavyo adui ameanza kuviachia kwenye maisha yao, kabla ya kutazama kazi ambayo Yesu ameshaifanya wapi? Msalabani. Na lazima ufahamu kwamba kazi ambayo ameifanya Yesu msalabani sio tu kutusamea dhambi. Kuna mambo mengi ambayo Yesu aliyafanya wapi? Msalabani. Na usipoyafahamu utaishi chini ya maisha ambayo Mungu alikuwa amekusudia wewe uishi. Hautanufaika na maisha ya nini? Ya wokovu. Ukisoma kitabu cha Isaya 53:4, Biblia inasema kwamba hakika ameyachukua masikitiko, amejitwika udhaifu wetu. Lakini tunadhania kwamba amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya makosa yetu. Kwa kupigwa kwake tumefanyaje? Tumepona. Maana yake Yesu hakwenda msalabani sio tu kwa ajili ya dhambi, pia alileta nini? Alileta uponyaji. Pia alileta nini? Alileta amani. Pia alichukua nini? Alichukua udhaifu. Pia alichukua nini? Alichukua masikitiko, alichukua majeraha, akayaweka wapi? Msalabani. Maana yake lazima ufahamu kwamba ukiacha na swala la msamaha wa dhambi, Yesu pia huwa anashughulika na maisha yako ya kila siku. Yesu pia huwa anashughulika na amani yako ya kila siku. Yesu pia huwa anaponya wagonjwa. Yesu pia huwa anainua uchumi. Yesu pia huwa anaponya ndoa. Halo, sisi tuko pamoja? Maana yake kila shida ambayo unapitia lazima ufahamu kwamba Yesu, ile kazi ambayo alifanya msalabani inaweza ikamaliza hili tatizo kama nikiamua kumtegemea Kristo. Wanafunzi Yesu walikuwa na Yesu kwenye mtumba. Zoruba ilipoanza, akamwambia
Yesu, huoni kwamba nafanyaje? Naangamia. Kwa sababu walikuwa naye na walifahamu kwamba Yesu ana uwezo wa kunyamazisha hizo dhoruba. Haleluya. Kumbe unaweza ukakaa na Yesu usipofahamu kwamba anaweza kutatua ile tatizo. Anaweza akawa amekaa na wewe na bado ukaendelea kupitia ile tatizo, kama tu usipoamua kumtegemea, usipoamua kulalia upande wake. Sawa? Utaendelea kukaa kwenye ile tatizo. Kipindi wapo kwenye ile harusi ambayo Yesu alibadilisha maji kuwa divai, alienda kumwambia kwamba kuna shida, divai imeisha, ni mama yake. Wale wengine walikuwa pale, divai ilivyoisha hawakumwambia. Kwa sababu gani? Wako naye lakini hawamfahamu kama anaweza kufanya hicho kitu. Ila mama yake, kwa sababu wanamfahamu Yesu ni nani, akaenda kumtegemea, akampa, akamwambia kuna shida moja mbili tatu. Yesu akaenda akafanyaje? Akafanya. Maana yake kama asingekuepo na wale watu wangekaa kimya, asingefanya. Unaweza ukawa umekaa naye lakini humfahamu. Ndio maana nimekwambia kwamba kazi ambazo Yesu amezifanya msalabani sio tu kukusamehe dhambi, ila Yesu amechukua masikitiko yetu yote, amechukua udhaifu wetu sisi tulionao kwenye maisha, amechukua na magonjwa na taabu zote, ameziweka wapi? Msalabani. Unachohitaji sisi ni kukumbuka kwamba tunatakiwa kufanyaje? Kumtegemea yeye kwenye kila eneo la nini? La maisha yetu. Niko nazungumzia kuhusu swala kumtegemea nani? Mungu. Sisi watu tuliookoka, pamoja na kwamba kuna vitu, kuna utaalamu, kuna hela, kuna nini umeajiriwa, lakini kumbuka kumtegemea Mungu, kwa sababu kuna watu ambao wanavyo hivyo vitu lakini mwisho wao huwa wanaishia mabaya. Kuna mchawi ambaye wachawi wenzake walipomgeuka siku moja wakataka kumuua, jamaa alipiga makelele akasema Yesu, wakamwacha, ndio akawa ameponea hapo. Alikuwa hajaokoka, ni mchawi, ila siku hiyo akasema wananigeuka, kapiga makelele Yesu, akawa ameharibu kazi zote. Je, sisi je ni zaidi? Haleluya. Sisi ni zaidi. Ukisema tumtegemee Kristo, tumuite Yesu wakati wote, Mungu huwa anashughulika zaidi, kwa sababu ndicho kitu ambacho kilimfuata mpaka amtoe mwanae wa pekee ili sisi tuwe na uzima, sio tuteseke. Kwa pamoja tu Mungu tuwe na uzima. Usiogope kumtaja Yesu popote. Mtegemee nani? Ujasiri wetu upo kwa nani? Kwa Yesu. Hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia sisi watu waliokoka. Wengine wanakimbilia makafara, wanakimbilia uchawi. Wewe umeokoka na bado haumtegemei Yesu, hauombi, haufanyi, haumlii Mungu. Unategemea nini? Msaada wako utatoka wapi? Daudi akasema kama nitainua macho yangu nitazame nini? Msaada wangu utatoka wapi? Katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Hata ruhusu Mungu wangu usogezwe, hata ruhusu. Mwana wa Mungu aliinuliwa, alizilishwa ili azivunje kazi za kwenye maisha yetu sisi. Haleluya. Na leo anakwenda kuzivunja kazi za kila kazi za shetani ambazo amezipanga kwenye maisha yako. Leo tunakwenda kumwomba Mungu, anakwenda kuzifanyaje? Kuzivunja. Kama unaamini sema amina. Jambo la tatu, kumtazama nyoka wa shaba ni kumlingana Kristo. Kumlingana Kristo. Yohana sura ya 1:1-5. Ni kumlingana Kristo. Kumlingana Kristo maana yake ni kufanana na Kristo. Kufanana nani? Na Yesu. Amesema hivi, ndani yake ulikuwamo nini? Uzima. Na huo uzima ulikuwa nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuweza kuishinda. Sasa hauwezi ukashinda giza wakati ndani yako hakuna nini? Nuru. Huwezi ukashinda giza wakati wewe mwenyewe maisha yako ni ya giza. Lazima uwe nuru ili uweze kushinda giza ambalo liko wapi? Duniani. Kwa sababu unahitaji wewe uachie nuru ushinde giza. Maisha ya ulimwengu ni giza tu, ni giza kila sehemu. Kwa kama wewe unaishi maisha ya giza, hautaki kufanya na Yesu, giza la dunia itakushinda. Halo, tuko pamoja? Kwa hiyo lazima uanze kupiga hatua kila siku ya kufanana na nani?
na Yesu kila siku. Maisha yako ya wokovu yasiwe kwamba maisha yaliyokuwa unaishi mwaka juzi yawe sawa na maisha ya leo. Kila siku unatakiwa upige nini? Hatua moja mbele kila siku. Miongoni mwa vitu ambavyo ni shida kwenye kanisa leo ni kwamba watu hawakui kiroho. Sawa? Kizazi hiki inaongezeka kwenye quantity. Namba ya watu imeongezeka, lakini quality ya Wakristo imepungua. Hakuna Wakristo ambao wanaweza kustahimili misukosuko ya dunia kama ilivyokuwa zamani. Zamani alikuwa unakuta watu wachache, lakini anaokoka mpaka anakufa. Sawa? Wamesimama kweli kweli. Lakini leo kuna watu ambao makanisa ni mengi na watu ni wengi, lakini ubora wao wa kiroho ni mdogo sana, kiasi kwamba wanaweza wakaangushwa na kitu cho. Ndio maana wengi unakuta ni watu wa kuhamahama. Leo yuko hapa, yuko. Ndio Wakristo ambao wako leo. Sasa kwa namna hiyo uwezo ukashinda nini? Uwezo ukashinda giza wakati unaishi maisha ya giza. Giza jumlisha giza ni nini? Ni giza. Kitabu cha Marko 10. Marko 10:46. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Batimayo, mwana wa Timayo, ambaye alikuwa kipofu. Alikuwa anaomba msaada kando ya njia. Huyo kipofu siku aliposikia Yesu anapita, alianza kupiga makelele. Akapaza sauti, akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Watu wakaanza kumkemea. Wale wanaojifanya watu wa protocol wakaanza kumkemea. Kimya. Lakini Biblia inasema kwamba akazidi kupaza sauti, Yesu mwana wa Mungu, unirehemu. Alikuwa na akili sana, kwa sababu shida ilikuwa ni ya kwake, sio ya hao watu wanaomkaza kupiga kelele. Kwa pamoja, mateso alikuwa anayajua yeye, mateso anayoyapata kukaa barabarani pale, ile hali ya kutokuona mateso yake anafahamu yeye mwenyewe. Kwa hiyo akasema, potelea mbali hawa watu, waendelee kunigombeza, waendelee kunikemea, mimi nitaenda kumuita nani? Yesu. Na usikute miongoni mwa wale watu ambao walikuwa wanatembea na Yesu wapo ambao walikuwa na shida, ila sababu nasema tusimsumbue, waenda naye. Lakini jamaa yeye alikuwa hata hajamuona Yesu, amesikia tu kwamba Yesu anapita hapa, akapiga makelele. Kwa hiyo baadaye Yesu akasema, muiteni. Wakamuita. Yesu akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, nataka kuona. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya, enda zako. Mara akapata kuona. Haleluya. Maana yake Yesu yuko tayari kushughulika na maisha yetu. Ila unajua kwamba matatizo unayopitia kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye uchumi, kwa watu wako, ni matatizo yako wewe, sawa? Kwa hiyo usione aibu kumlilia Mungu. Usimame.